Ili uwe miongoni mwa binadamu wenye mafanikio katika maisha yako, lazima uwe na mipaka katika baadhi ya vitu maishani mwako. Miongoni mwa vitu ambavyo lazima ujiwekee mipaka, lazima uchuje ni vitu gani ambavyo unatakiwa kuambia watu na ni vitu gani ambavyo hautakiwi kuambia watu. Katika video hii nitakwenda kukuambia siri 5 za maisha ambazo hautakiwi kumshirikisha mtu katika maisha yako. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni siri 5 za maisha ambazo hautakiwi kumshirikisha mtu katika maisha yako. Namba 1, siri ya mafanikio ambayo unayo katika maisha yako. Miongoni mwa vitu ambavyo asilimia kubwa ya binadamu waliokuzunguka wanatamani kuvijua kuhusu wewe ni siri ya mafanikio ambayo unayo maishani mwako. Inawezekana ukawa unaulizwa kila wakati, siri ya mafanikio yako ni nini haswa? Miongoni mwa makosa makubwa ambayo utakuwa umeyafanya katika maisha yako ni kuanza kumweleza kila mtu ambaye anakuuliza swali hilo kuhusiana na siri ya mafanikio ambayo unayo katika maisha yako. Kabla ya kufanya maamuzi ya kujibu swali hilo, jambo ambalo unatakiwa kulijua ni kuwa si kila mwanadamu ambaye amekuzunguka anatamani kukuona ukiwa na mafanikio kama uliokuwa nayo leo. Asilimia kubwa ya binadamu waliokuzunguka wanatamani wafanikiwe kuliko wewe, na baadhi yao wanatamani kushuhudia ukipata anguko katika maisha yako, na hiyo itakuwa furaha yao. Kwani kwa asili binadamu wamezaliwa wakiwa wabinafsi, wenye wivu dhidi ya mafanikio ya watu wengine. Kitakachotokea mara baada ya kuwaeleza watu kuhusu siri za mafanikio yako, watakwenda kufunga njia ambazo zinakuletea mafanikio, na mwisho wa siku utashuhudia anguko kubwa katika maisha yako. Hivyo haijalishi unafanikiwa kwa asilimia ngapi kuliko binadamu wengine, zifanye siri za mafanikio yako kubaki kuwa siri yako, kwani wanadamu watakapojua kuhusu ng'ombe ambaye anakupa maziwa, watamvizia, watamvunja miguu kama si kumuua kabisa. Lengo ni mkose wote. Hizo ndio roho za asilimia kubwa ya binadamu walizokuwa nazo katika dunia yetu ya leo. Namba 2, kamwe usifungue kinywa chako na kuwaeleza watu kuhusu jambo lolote ambalo ni siri ya maisha yako na haujawahi kutamani yeyote aweze kulijua katika maisha yako. Miongoni mwa vitu ambavyo mimi na wewe lazima tuvikubali ni kuwa kila mwanadamu ana dunia yake ya giza. Vipo vitu ambavyo anavifanya ama alishawahi kuvifanya ambavyo hajawahi kutamani mtu yeyote aweze kuvijua katika maisha yake. Ni vitu ambavyo kwa namna moja au nyingine, kama watu wakivijua, inawezekana watu wanaokuheshimu leo hawatakuheshimu tena, na watu wanaokupenda leo hawatakupenda tena. Na jambo hilo halipo kwako peke yako, ni kwa kila mwanadamu ambaye unamuona anaishi katika uso wa dunia. Laiti ungeweza kuziona siri ambazo zipo kwenye ulimwengu wa giza wa kila mwanadamu, huenda ungebaki mdomo wazi, na hayo yako ambayo unadhani ni makubwa ungeyatazama kuwa ni madogo kwa ukubwa wa vitu ambavyo watu wengine wanavyo katika dunia zao za pili. Kitendo cha kuwaeleza watu wengine kuhusiana na siri hiyo kitakuweka utumwani. Siku moja huyu ambaye unamuona ni rafiki ambaye unampenda na kumwamini atakuja kugeuka na kuwa adui yako, kwani kadri unavyozidi kuwa na ukaribu na mtu fulani ndipo uwezekano wa kutofautiana na kuwa maadui unavyozidi kuwa mkubwa. Kwani watu wasiokuwa marafiki huwa hawakorofishani, lakini asilimia kubwa ya watu ambao wapo katika uwezekano mkubwa wa kukorofishana, kugeukana na kuwa maadui wakubwa ni marafiki wa karibu. Rafiki yako wa leo huenda akawa ndio adui yako wa kesho. Vipi kama utamueleza siri hiyo ambayo haukuwahi kutamani mtu yoyote aweze kuijua katika maisha yako, alafu siku moja akageuka na kuwa adui yako?
huoni kuwa utakuwa umepoteza furaha yako ya maisha? Ni vema ukawaeleza watu kuhusu vitu ambavyo havitakuwa na madhara hata siku akikugeuka, lakini vitu ambavyo unaamini vitakuja kuleta negative impact katika maisha yako, basi usifungue kinywa chako na kuwaeleza binadamu wengine, kwa sababu utakuwa kifungoni katika maisha yako yote yaliyobaki, kwani wao watatumia jambo hilo kama udhaifu kwa kwenda kuwaeleza watu wengine na kukuchafua. Namba 3, kamwe usiwaeleze watu kuhusu ndoto ulizokuwa nazo katika maisha yako. Inawezekana una ndoto ambayo unatamani kuitimiza siku moja. Kitendo cha kufungua mdomo wako na kuwaeleza watu wengine kuhusu ndoto uliyokuwa nayo maishani mwako ni kosa kubwa ambalo utakuwa umelifanya katika maisha yako. Asilimia kubwa ya binadamu ambao wamekuzunguka, huenda unacheka nao, unakula nao na kuamini ni watu wanaofurahia maisha yako. Laiti ungeona siri ambazo zimejificha katika mioyo yao, usingethubutu kufanya hayo ambayo unayafanya mbele yao. Watu wengi wanaocheka na wewe hawafurahii mafanikio yako, pengine ni washindani wako. Watakapojua kuhusu ndoto na mipango yako, huenda wakaanzisha vita na wewe, na lengo lao kubwa ni kuhakikisha ndoto na mipango uliyokuwa nayo haifanikiwi. Ndoto zako azifanye kuwa siri, kwani kadri unavyozidi kuwaeleza watu, hata nguvu ya kupambania ndoto zako huwa inapungua. Lakini ndoto zinapokuwa siri ambayo haujamweleza mtu yoyote, unajikuta unakuwa na nguvu ya kuendelea kupambana ili ndoto zako ziweze kutimia. Namba 4, haijalishi unaingiza pesa nyingi kiasi gani kwa siku, kamwe usifungue mdomo wako na kuwaeleza watu kuhusu kipato ambacho unakiingiza katika maisha yako. Watu wengi ni marafiki zako kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo hawavijui kuhusu wewe. Asilimia kubwa ya binadamu wana roho za chuki na wivu katika mioyo yao. Watu watakapojua kuhusu kipato ambacho unakimiliki kwenye akaunti zako, huenda wakaanza kukuchukia na wakaanza kukutafutia sababu mbalimbali ambazo zitakushusha. Hivyo utakuwa ni kama umetangaza vita upya na binadamu ambao hawakutakii mema kwenye maisha yako. Ni vema hata kama unafanikiwa na unaingiza pesa nyingi, kifanye kipato chako kuwa siri, kisha acha mafanikio yako yazungumze, watu wayashuhudie. Usiwaeleze watu, kwa sababu utakuwa unajiweka katika nafasi ya kuingia katika vita ambayo haukustahili kuipigana. Wapo baadhi ya watu ambao wanaweza hata kuukatisha uhai wako kwa sababu tu ya roho za wivu na fitina ambazo wanazo katika maisha yao. Pale watakapogundua unaingiza kipato kikubwa kuliko wao, kipato chako kifanye kuwa siri katika maisha yako. Namba 5, usimueleze kila mtu kuhusu changamoto ambazo unazipitia katika maisha yako. Zipo nyakati ambazo changamoto huja katika maisha yetu, na huu ni wakati ambao huwa tunahitaji watu wa karibu ambao wanaweza kutusaidia kutatua changamoto hizo. Pamoja na kuwa tunahitaji msaada wa binadamu wengine katika kutatua changamoto zetu, lakini si kila binadamu ambaye yupo katika maisha yako anapaswa kufahamu undani wa changamoto ambazo unazipitia katika maisha yako, kwani baadhi ya watu watakucheka, watakudharau na kukutangaza pale utakapokwenda kuwashirikisha kuhusu changamoto za familia yako ama changamoto ambazo unazipitia katika maisha yako. Ni vema ukawa na mtu mmoja ambaye unamwamini, mtu ambaye ni msiri wako, mtu ambaye hata utakapomueleza kuhusu baadhi ya mambo ambayo yanahusu vitu vyako vya ndani, hawezi kutoa nje. Na kama ikiwezekana, unaweza kumshirikisha baba au mama yako mzazi, kwa sababu hao ndio watu pekee ambao wanakuombea mema usiku na mchana na wanatamani ufanikiwe kuliko wao. Mimi kwa leo naomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema, na nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana. Asante, bye. Tukutane tena katika video ijayo.